Na mtazamaji, sasa hivi tunaendelea na mjadala wetu tulioanzisha Jumamosi iliyopita tukizungumza kati ya mume na mwanamke, ni nani ambaye anapaswa kusikilizwa zaidi. Lakini tulifika mahali ambapo daktari alisema kwamba anayepaswa kusikilizwa zaidi ni mwanamke. Akatuelezea sababu zake. Akisema kwamba mwanamke ameumbwa kuzungumza sana. Kwa hivyo mumsikize tu. Hata kama atakuwa yanayozungumzwa, utabidi asiati mabaya yote uyachuje. Wajua tuseme kwamba yote anakuwa yote, lakini ayasikize uyachuje. Mwanamke kama nakumbuka alisema mwanamke ni uwe na umakini. Kwa sababu katika yake yote unaweza pitwa na jambo moja la maana. Niweza kuwa 500 lakini moja likawa la maana. Hata Miriam aliafiki hilo. Kwa hiyo leo tutakatuweza kuendeleza zaidi, maana yake ni mjadala muhimu sana. Maana kumbuka, kusikilizana ndio kuna maelewano ndani ya majumba. Kwa hiyo kama hakuna maelewano, inamaanisha watu hawasikilizani. Lengo la kipindi ni kuleta maelewano. Tutaanzia na Miriam wa Migomba kutoka kwako, ili tuweze kuzungumza hili la mume na mke, baada ya kwamba ulizungumza Jumamosi iliyopita, umekwenda ukajiumisha kichwa, bado una msimamo ule ama fikra tofauti? Bado nina msimamo ule. Tulikuwa tunabishana na Dr. Mwaka ya kwamba mimi kama ni babangu amenikosea, nikasema ni sawa, ni babangu, lakini ana haki ya yeye ya kunisikiliza mimi kile ambacho nataka kumwambia. Dr. Mwaka akasema kuna kumsikiliza. Mimi nikamwambia kuna kumsikiliza kwa lugha nzuri ya maelewano mazuri, lakini kuna kumsikiliza mtu kama mmekosana. Lakini kwa baadhi ya wanaume huwa hawapendi kama anaona amekosa kujishusha kumsikiliza mwanamke. Lakini mwanamke na yeye ana nafasi kubwa ya kupewa kusikilizwa na mwanaume. Lakini kuna baadhi ya wanaume wao ni wabinafsi. Yaani akikosa yeye mwanamke akamnyenyekee. Akikosa mwanamke pia na yeye pia akamnyenyekee. Haki iko wapi ya mwanamke? Lakini tukiachilia hiyo, nataka kuzungumza ya kwamba kuna masikilizano aina 3. Asikilizano la kwanza, mwanaume labda atakuja atanieleza kitu cha maendeleo, nitamsikiliza. Lakini kuna sikilizano jingine, mimi nataka kuzungumza na mume wangu, anataka anisikilize kwa umakini. Kama nilivyosema, sisi wanawake tunasikilizwa kwa umakini. Lakini la 3, inawezekana kati ya mwanamke ama mwanaume mmoja amekosea. Ili tujenge nyumba yetu, tukubali tukatae. Mwanaume kama umekosea, shuka. Kunashuka kwa vipi? Kuna wanaume sio kushuka lazima umwambie mke wangu naomba unisamehe, nilizungumza wakati naweza kubeba mizigo naondoka kwetu, ukaja ukanizuia mlangoni kimahaba, ukanikumbatia. Basi mke wangu nisamehe, najua nimekukosea, mimi nitakwenda yani unashuka. Lakini sasa kuna mwanaume mwingine anaona kwa sababu yeye ana elimu, anaona kwa sababu gorofa kajenga yeye, anaona kazi anayo yeye, mimi ni mama wa nyumbani, mimi nishuke mimi. Haiwezekani. Hapa tunaelimishana ili mwanaume ajue, atambue kwamba misingi yake ya kumsikiliza iko wapi na misingi yake ya kutokumsikiliza mwanamke iko wapi. Na namleta mwanamume unataka ajue, na tuna mwanamume ambaye aliyazungumza kwa kinagaunaga ambaye ni Daktari Mwaka. Umeweza kusikia kitu cha kuzungumzwa hapa ni kwamba wanaume pia nao wakati mwingine hawalijui kwamba kuna hizo aina 3 za kusikilizwa. Hapo ulipo hadi kufikia sasa, daktari, ni nani anayepaswa kusikilizwa zaidi na ni kwa nini? Kwa kweli swala ni zuri na mjadala ni mzuri. Lakini naomba niweke tu vizuri kwamba nafahamu dada yangu Mariam anakubali kwamba akizungumza baba yake na yeye wamekwazana, yeye atajishusha. Najua pia anakubali akikwazana na bosi wake kazini, hata kama bosi amekosea, yeye atajishusha. Najua pia akikosana na kaka yake mkubwa anayemzidi umri, kaka amekosea, bado yeye atajishusha. Ni busara tu ya kike. Lakini inapokuja swala la mwanamke kujishusha kwa mumewe, anaona ni tabu. Lakini naomba nimwambie hivi, siku baba yako alipokufungisha ndoa, alimshika mkono mtoto wa kiume, akasema nimekuozesha. Tafsiri yake ni kwamba nimekukabidhi majukumu yangu mimi baba kwa huyu mtoto, nimekupa wewe.
Utamtunza, utamlea, utamhudumia, utamuonea huruma, utamfanyia kila ambacho mimi baba nilimfanyia huyu mtoto. Ndiyo maana ya kukabidhiwa mtoto wa kiume anapewa mwanamke. Kwa hiyo pale ambapo baba yako alikuwa hawezi kujishusha kwako, ukitaka mwanamume ajishushe kwako, umekosa busara. Busara ni kwamba whether amekosea yeye, whether umekosea wewe, nafasi yako ya heshima na utii inabaki pale pale. Itabaki ni busara yake yeye sasa kujua hapa mke wangu amejishusha, amekosea, au hapa amejishusha kwa busara, mimi ndo niliyekosea. Atumie busara hiyo sasa kujua naongeaje vizuri na wewe mkewe. Lakini swala la mwanamke kujishusha liko pale pale. Kama unaweza kujishusha kwa baba yako, unaweza kujishusha kwa bosi wako kazini, halafu unaweza kujishusha kwa kaka yako nyumbani, huwezi kujishusha kwa mumeo. Maana yake umemwona mume wako na wewe na yeye ni kitu kimoja. Madhara yake ni haya: ukimchukulia mumeo kwamba ni mkubwa mwenzio na yeye akikuchukulia ni mkubwa mwenzie, mtaishi madume wawili ndani ya nyumba. Inapaswa mwanamke amchukulie mume wake kama mzazi wake, mlezi wake. Mwanamume ndio mwenye nafasi hiyo, na mwanamume amchukulie mkewe kama mtoto wake, kama binti yake, amhudumie, amhurumie, amtendee mazuri, amuonee huruma, amlinde. Sasa wanawake wa kizazi cha leo yuko radhi ajishushe kwa bosi kazini, lakini asijishushe kwa mumewe nyumbani. Ni kizazi kimeshaharibika, hatuwezi kuwalazimisha, lakini hatuwezi kuendeleza kizazi hicho. Lazima tuwe na kizazi ambacho kila mmoja anacheza nafasi yake. Mwanamke asikilizwe kwa mapana. Narudia tena, mwanamke asikilizwe kwa mapana. Mwanamke anaongea sana, asikilizwe yote mpaka amalize, kwa sababu asiposikilizwa ataenda kuongea nje. Wanawake hawana kahaba. Usipompa masikio atayatoa yale yale ambayo ilibidi akwambie wewe, ambayo wakati mwingine ni ya kihisia tu. Ataenda kuongea nje, atakumbana na wenye hisia wenzio, atamwambia ni kweli unaonewa, usikubali, atavunja nyumba. Lakini ukimpa sikio ukamsikiliza yote, wewe sikia yote, unaona yana maana, unaona hayana maana, wewe sikiliza yote, wewe sikia. Tena akimaliza muulize tena, mke wangu una jingine? Ongeza. Amalize, akimaliza sema tena, mke wangu nataka na lingine. Hayo nimesikia, nitayafanyia kazi. Maliza yote, acha ongee yote. Sasa wewe mwanaume ndio wajibu wako kwenda kuyachuja baadaye, lipi lilikuwa na maana, lipi halikuwa na maana. Lakini kwenye kumsikiliza unapaswa kumsikiliza yote. Na mwanamke tunarudi pale pale, unapaswa kusikiliza kama authority. Anaposema mumeo jambo, huhitaji kuquestion, huhitaji kujudge, kuuliza maswali, wala sio lazima uelewe. Fuata. Je, ni mwanamume ndio anasimamia nyumba, atakuja kukuelewesha baadaye, lakini akitoa amri au maagizo, fuata. Huo ndio utii wa kike, na ukifanya vinginevyo hulazimishwi. Lakini madhara yake mnayaona. Wengi walioenda kinyume ndoa ziliwashinda. Okay, asante sana daktari. Labda tuende kwa Bi Msafwari. Kuna kitu daktari amezungumza na naona ni tofauti. Wanawake ulichukulia tofauti, sio mimi peke yangu. Kuna ile tabia kwamba sawa mimi nazungumza, alafu daktari anasema mwache azungumze mpaka umuulize umemaliza. Je, unahisi kwamba ni tamko zuri kwa kumwambia mwanamke? Sisi mimi sioni kama ni nzuri. Inakaa kama unampuuza yule mwanamke unapoongea naye, ukimuuliza umemaliza, ni kama unampuuza, ambapo inaumiza roho. Na pia hata vile daktari anavyozungumza akisema kwamba tusikizwe sana, ni kweli tusikizwe sana, lakini usinisikize kama ambaye wanipuuza. Nisikize kama ukijua kwamba mimi ni mnyonge na ninahitaji kusikizwa. Na kuna siku nyingine nilikuwa nimezungumza nikatoa mfano, lakini labda nilionekana kama nikijinga, lakini haya ndio maisha tuliokuwa nayo sisi wale wa mama wa zamani. Natoka nataka kwenda kanisani, mume wangu hakulala kwa nyumba na ndio anaingia. Tunakutana kwa parking, mimi naondoka na yeye anaingia. Lakini ninavyomwangalia ameingia na ni mlevi. Nafikiria nisiposema kitu nitaenda moyo wangu umekaa vibaya na nitajulikana niko na shida moyoni. Nitamwambia babangu, babake Eliza, nimekusamea hata kabla hujaniomba msamaha. Anafurahi, unamwona anachangamka vingine, manake amejua ni kama hakuna jambo lolote. Na mimi pale pale moyoni nasikia amejibu, nimemwona yuko mzima. Natoka naenda zangu kanisani. Nikirudi sasa baadaye nikae, sasa nataka nikae kwa makini nimuulize, samahani sasa mume wangu,
Saa zile nilikuwa nimekuambia nimekusamee kabla hujaniomba, kwa sababu nilikuwa nataka nikienda pale ninapokwenda nisikose chakula cha roho. Sasa hebu niambie, ni wapi ulipokuwa umechelewa? Niulize tena kwa makini, ni wapi ambapo nimekosea? Nipate ni wapi, alafu nione ni wapi. Okay, lakini sasa ule msamaha nilikuwa nimeachilia asubuhi. Kwa hivyo kina mama mnaotusikiza, kujiteremsha kwa mwanamume ama kujiweka tu chini, si kwamba wewe ni ukusoma, si kwamba wewe ni mnyonge. Ni kile kike chetu na ule unyonge wetu tukaambiwa kwamba sisi ni wasaidizi. Surely na kosa si mume kulala nje peke yake, kuna makosa mengine ambayo tunayaona wanaume wanafanya. Hebu tujifundishe kuona kwamba kwa nini tungojee vita viingie ndani ya nyumba. Ukigundua kitu kinaitwa shetani, surely hata kitu kidogo kinaingia unakuta shetani ameingia. Just wewe sema, jamani mume wangu mimi nimefanya hivi, lakini upate amani, ndio mpate kituo cha kuongea. Nafikiri hapo nimeeleweka na kina mama. Na bila shaka umeweza kueleweka. Au unasema kwamba unatumia busara kabla kupambana. Rashidi. Na Miriam. Mimi nataka kuzungumza kitu kimoja. Dr. Mwaka na Bi Msafwari wamezungumza vitu vingi, lakini nataka kuweka sawa swala la kujishusha. Mimi niko kwenye ndoa mwaka wa 34. Si kwamba sijishushi, ninajishusha. Niko kwenye ndoa mwaka wa 34. Sina ndoa 2 wala ndoa 3 wala ndoa 4 wala ndoa 5, na ndoa moja tu mpaka leo. Unajishusha Dr. Mwaka, Bi Msafwari, unajishusha kwa kipi? Tunajenga nyumba moja. Mwanaume lazima atambue, hapa mimi nimemkosea. Sisi wanawake tunataka kubembelezwa. Sasa tena mimi nikajishushe, nikakubembeleze mume wangu ndio umenikosea. Lakini wewe umenikosea, najishusha kwa kipi? Nitajishusha kwa kukuheshimu. Nitajishusha kwa kukusikiliza. Nitajishusha kwa sababu wewe ni mwanaume katika majukumu mengine. Lakini ninachokizungumza mimi katika mambo matatu, mazungumzo ya maendeleo, nitajishusha, nitakusikiliza na tutayajenga. Mazungumzo ya kunielekeza, ambao unaenda kusikiliza, unataka kunielekeza nitekeleze wajibu wako, nitajishusha. Lakini mazungumzo tunayozungumza ya kukusikiliza, inawezekana umenikosea, nitajishusha kukusikiliza, lakini nitahitaji na wewe nikuone kwamba unajieleza vipi kwa yale ulionikosea. Mfano, kuna wanawake wanaofumania waume zao, bado mwanamke akajishusha kwa sababu wewe ni mwanaume. Lakini wewe ambaye niliyekufumania ndio unatakiwa ujishushe. Kuna wanawake leo hii nikwambie ukweli, anasimama kwenye misingi ya nyumba, yuko vizuri, lakini mwanaume anamtengenezea dharau. Kwa mwanamke gani wewe? Katika mwanamke wewe bado hapo tena mwanamke? Hapana. Mimi niko na watetea baadhi ya wanawake kwa wanaume ambao leo hii wanaona wakijishusha wameshusha heshima yake ya wanaume. Kumbe hapana, ukijishusha mwanaume unatengeneza ndoa. Ndoa lazima wote mjishushe. Mwanaume ashuke, ajue kama hapa amekosa, hapa nimbembeleze mke wangu, nyumba iende. Na mwanamke lazima ajishushe kwa mwanaume wake, kwa kila kitu na heshima zote lazima ajishushe. Hawezi kwamba kwa sababu eti mimi Mariamu ndio mwenye pesa, mwanaume wangu yeye hana pesa, basi mimi ndio nikapande. Hapana. Mimi nitamsikiliza kwa sababu mimi mwenye hela na ndio nitashuka. Sio kwamba hela ndio ikanifanye ni mzidi mume wangu. Hapana. Pesa havitoingiliana na vitu vingine. Hivyo mimi naweza nikakubaliana na Dr. Mwaka. Lakini kwenye mambo mengine yote, mwanamume kama amekosea, hapana. Mwanamke kujishusha, unajishushaje wakati mwanaume ndio kakukosea? Yeye ndio ashuke, akubebeleze wewe ili mjenge nyumba. Kwani hujawahi kuona wanaume, baadhi ya wanaume wanashuka anapiga magoti? Hujawahi kumwona mwanaume analia machozi yanatokea huko lakini anayafuta, lakini baadaye anakwenda kukaa na marafiki zake, huwezi kuamini mshikaji, leo jana nimelia machozi kwa mke wangu, kajishusha. Lakini mwanamke anaona fahari, mume wangu jana nakutana na rafiki yangu, naambia Bi Msafwari shoga yangu, huwezi kuamini jana mume wangu kalia machozi haya huko kwa sababu silimfumania. Sasa namshangaa ati analia tena. Basi bado ananipenda. Mwanaume anaenda kumsimulia Rashid. Kama natoa mfano, labda mume wangu Robert anaenda kumsimulia Rashid, bwana mshikaji wangu jana nimelia mbele ya mke wangu na magoti nimepiga. Ni kujishusha, lakini nini? Nyumba zinakwenda. Lakini kuna baadhi ya wanaume kujishusha hawataki. Hicho ndio kitu ambacho mwanamke hawezi kukubaliana, ndio hatimaye masingo madha wanakuwa ni wengi.
Dr. Mwaka. Naona amecheka sana. Lakini labda kwa upande mwingine Rashid, ningesema kwamba kuna mwanamume anaweza kujua amekosa na akashindwa vile atamapproach mke wake. So sometimes kule kujishusha na kusema kwamba nimefanya hivi, si kwamba nimekubaliana na yale makosa, nataka moyo wangu upate amani katika kile kipindi, lakini natafuta wakati mzuri. Wajua kila jambo kwa mwanamume mpaka tu uwe na hekima. Na nafikiri mimi nimeishi na mume wangu kwa miaka nyingi zaidi, na nashukuru Mwenyezi Mungu, lakini nikifikiria mengine yale nilikuwa napitia, kama si kule kusema kwamba nitajiteremsha, labda ningekuwa siko, lakini kwa sababu ya kule kujiteremsha na kuombana msamaha ndio kunaweka. Na nataka kuambia wanandoa, kama mmoja wenu hatarudi chini katika ndoa, mkawa nyote ni vichwa, maisha hayataenda. Lazima mtu mwingine ajiteremshe. Hata wakati mwingine kama umeona ulioa charahani, basi wewe mume shuka tu chini kidogo, ukute kwamba nyumba inaenda sawa. Lakini ndoa lazima mmoja awe chini, mkiwa nyote mko juu haitakuwa ndoa. Na kwa kweli mwanamke sana huhitaji kubembelezwa. Sami kitu. Shukrani sana Bi Msafwari. Daktari, tukija kwako. Mimi naomba nimalizie kwa kusema hivi, mwanamke ukijishusha, mwanamume anakufuata chini ulipo wewe. Ukijipandisha, unataka kufuate wapi? Kufuate juu. Ndio maana nimesema huwezi kusuluhisha ugomvi wa mkubwa na mdogo alafu kawaambia mkubwa ajishushe. Hata kama mkubwa amekosea, utamwambia mdogo hebu jishushe. Huyu mkubwa atajua kosa lake, naye atakufuata chini. Mimi ni mwanamume ambaye natambua thamani ya mwanamume kumpigia magoti mke wake. Mimi nimewahi kumpigia magoti mke wangu mbele ya Kadamnasi Mlimani City kwenye mall. Najua, lakini alijishusha kwanza na mimi nikapata nafasi ya kujishusha zaidi, kwamba maskini mwenye makosa ni mimi, lakini bado mke wangu amejishusha. No, mimi napaswa nijishushe zaidi. Lakini unapotaka kwamba mwanamke wewe huwezi kujishusha kwa sababu mmeo amekosea, unatuambia kwamba malezi yako yalikuwa mabaya. Ina maana hata kwa kaka yako mkubwa huwezi kujishusha, hata bosi wako hapo kazini akikosea huwezi kujishusha. Kitu ambacho mimi nafahamu ni kwamba hata bosi wako ukijishusha, yeye atatambua kwa nafasi yake kama mimi Miriam amejishusha, lakini kosa ni langu. Kwa atajua namna gani na yeye ashuke sasa kuweka mambo sawa. Labda awe hana akili, lakini madhali mume amekosea, wewe mwanamke uje kama cherehani, njoo, hakuna shida, lakini unamnyima mwanamume nafasi na yeye sasa ya kujua kosa lake na kujishusha, kwa sababu itakuwa anajishusha kwa sababu anakuogopa. Anapaswa ajishushe kwa sababu ana guilt ya kosa lake na anakuona thamani wewe mke wake ambaye umebehave kama mke. Kwa point yangu inabaki pale pale, akikosea mwanamke ata-act kama mwanamke. Akikosea mwanamke ata-act kama mwanamke. Hali kadhalika mwanamume atabakia ku-act kama mwanaume, kupenda, kuhurumia, kubembeleza. Yote hayo yanakuja pale ambapo mwanamke amechukua nafasi yake ya mwanamke. Usiwe wewe ni dume alafu ubembelezwe. Mwanamume hajaumbwa kumbembeleza mwanaume. Mwanamume anapaswa ambembeleze mwanamke. Kwa wewe lazima kwanza uwe mwanamke ndio ubembelezwe. Sasa wewe ukiamua kuwa dume halafu unabembelezwaje? Point yangu ni hiyo kwamba lazima mwanamke avae nafasi yake ya wanawake wake. Na swala nililozungumza mwanzoni la kusema umemaliza linaweza kuwa limetafsirika vibaya. Sija kusudia mwanaume mwambie mume wake kwa kejeli. Narudia kusema tuwasikilize wanawake, tuwasite. Na ikibidi mwambie mke wangu nimekusikiliza, hili nimeshalielewa na nitalifanyia kazi. Je, kuna lingine mama? Kuna lingine mpenzi? Ongea, amalize mke wangu, sawa, haya nimeshayabeba, nitayafanyia kazi kipenzi changu. Je, kuna mengine umesahau? Na maanisha mpe nafasi ya kuongea kwa kadri anavyoweza. Hata kama ni 1 hour, 2 hours, msikilize kwa makini, kwa sababu kwa kumsikiliza kwanza umemponya. Kwa kumsikiliza umezuia asiende kuongea maneno ya ndani kupeleka nje. Kwa kumsikiliza unaweza kupata moja au mawili au matatu ya maana ndani ya hayo uliyomsikiliza. Kwa hiyo ni wajibu mwanamke apewe nafasi ya kutosha kusikilizwa, lakini ni wajibu mwanamume apate nafasi ya kusikilizwa kama authority, kwa maana ya kutekeleza maagizo yake. Sema kitu, bila shaka naona kwamba mada imetendewa haki. Majuma mawili tumeweza kuelimika sana kwamba msikilize na mtu asijishushe kwa sababu ya uoga. Mtu ajishushe manake ile thamani alionao na ile heshima mweza kulizungumziwa. Nafikiri ni mambo ambayo tumeweza kujifunza. Kwa hivyo mwanamume kujishusha si tena kuogopa wewe.
Lakini hawezi kujishusha wakati hujajishusha. Ni tushushane. Sema kitu.